Katika maisha yetu ya kiroho na katika maisha yetu tunayoishi duniani, kuna namna ambavyo tumekuwa tukipatiwa vitu vya thamani na Mungu wetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni ametupatia urithi wa kipekee, na kila mmoja amepatiwa urithi kwa namna ambavyo Mungu amekuwa akipenda. Na katika maisha yetu pia ya kiroho, Mungu ametupatia urithi. Kuna mtu ambaye amepatiwa urithi wa tofauti na mwingine, na urithi huo unakuwa ni wa tofauti. Urithi ambao amepewa mchungaji fulani sio ambao urithi utapewa wewe. Urithi ambao amepewa mwimbaji fulani sio urithi ambao utapewa wewe. Urithi ambao amepatiwa baba fulani sio utakaopatiwa wewe. Inawezekana urithi uliopewa ni ujana wako. Pengine Mungu amekupatia ujana wako kama urithi. Tunapaswa pia kuulinda urithi wetu, kwa sababu urithi ni wa thamani. Hata kama itatokea dhoruba fulani katukumba katika ujana, tutambue tu ya kwamba Bwana ametupatia urithi huu kwa makusudi maalum, akitambua ya kwamba huu urithi ambao nampatia mwanangu huu una faida. Nabothi alipatiwa shamba hili la urithi kwa ajili ya maisha yake. Sikia, inawezekana Bwana amekupatia uzuri wa uso. Huo ni urithi ambao Bwana amekupatia. Haupaswi kutumia vibaya. Inawezekana Bwana amekupatia ujana kama urithi wako. Huo ujana haupaswi kuutumia vibaya, kwa sababu Mungu ana makusudi maalum na ujana ambao Bwana amekupatia.